Karibu mpendwa mtazamaji wangu katika kipindi kingine ambacho tumeanza nacho, kipindi kipya cha kitabu cha Henoko. Tutapata muda wewe na mimi kuendelea kukipitia wakati tunavyoweza kile kitabu cha Henoko, ili kwa wale ambao hawajapata nafasi ya kukisoma, kwa sababu kimeandikwa katika lugha ya Kiingereza, wanajaribu kukisoma na kukifasiri taratibu kwa kadri nitakavyoweza, ili na watu wajue kile kilichoandikwa, kwa sababu nimeona kuna mambo mazuri ambayo tunapaswa kuyajua ndani ya kitabu hicho. Kwa hiyo ungana na mimi katika sura ya kwanza ya kitabu cha Henoko. Katika sura ya kwanza nitaanza kusoma neno la baraka za Henoko, vipi aliwabariki waliobarikiwa na wenye haki waliokuwepo wakati wa taabu, na kukataa machukizo yote na mambo yote machafu. Henoko mwenye haki ambaye alikuwa na Mungu anajibu na kuongea huku macho yake yakiwa yamefunguliwa, ambapo aliona maono ya mbinguni, na malaika huyu akanionyesha mimi. Kutoka kwao nilisikia kila kitu na kuelewa kila kitu nilichokiona, maana mambo ambayo hayatatokea katika kizazi hiki, bali katika kizazi kijacho baadaye sana, kuwahusu wateule. Kuhusu mambo yao niliongea naye, mwenye makao yake matakatifu, mwenye nguvu, Mungu wa ulimwengu, huyo ambaye atashuka juu ya mlima Sinai na kuonekana na jeshi lake na kudhihirisha nguvu na ukuu wake kutoka mbinguni. Wote wataogopa na walinzi watatetemeka. Hofu kubwa na tetemeko litawakumba, hata mwisho wa dunia. Hata milima mikubwa itahangaika, hata vilima vilivyoinuliwa vitashushwa kama sega la asali katika mwali wa moto. Dunia itainuliwa na vitu vyote vitatoweka, wakati hukumu itakapokuja juu ya wote na juu ya wenye haki wote. Bali kwao atawapa amani, atawahifadhi wateule, kwao ataonyesha rehema. Watakuwa wa Mungu, watafurahi, watabarikiwa, na utukufu wa Mungu utawaangazia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sehemu ya mwanzo kabisa ya kitabu cha Henoko, sura ya kwanza. Ungana na mimi tuendelee kuona mambo mazuri mbele na siri ambazo hazijaonekana mahali pengine, na utagundua kwamba kuna baadhi ya maneno yamesemwa kwenye Biblia yako humu na yanaelezwa kwa upana sana. Mungu akubariki sana. Nikukumbushe kwamba Yesu Kristo anakuja. Wewe mwenye kujitakasa, endelea kujitakasa. Wewe usiyemwamini Yesu Kristo, ambaye wewe hujakata shauri bado, mwamini Yesu sasa kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili uweze kutawala naye milele. Mungu akubariki sana. Amen.